Kati ya mali hizo, mali za sekta binafsi ambayo ni watu binafsi, vituo mafuta, CCM na benki zina thamani ya bilioni 89 sawa na 71.2, na mali za umma ambazo ni mali za serikali na taasisi kama zile shule, TRA, mahakama, polisi, DART, TANROADS, TANESCO, TTCL zina thamani ya shilingi bilioni 36 sawa na 28.8. Lakini sekta binafsi ndio imepata madhara makubwa kuliko sekta ya umma. Ushahidi na waathirika wengi walipoteza mali binafsi unaonyesha machungu waliopata na wanaendelea kuwa nayo. Mfano mmoja ni mstaafu alieleza tume kwa kusema haya: baada ya kustaafu nilikwenda Equity Bank Tanzania kwa ajili ya mkopo wa gari la kufanya biashara kiasi cha milioni 180 kabla ya riba. Nikanunua tipa la mchanga lenye namba ya usaili ambapo kila mwezi nilikuwa narejesha milioni 6.9. Gari hilo baada ya kuinunua ilikuwa inaegesha kwenye eneo la TANROADS Kimara Temboni baada ya kazi. Tangu gari hilo ninunue ilifanya kazi kwa miezi miwili tu, na tarehe 29 Oktoba wakati wa ghasia ya uchaguzi mkuu, eneo la kuegesha magari la TANROADS lilivamiwa na gari yangu ikawa imechoma moto na kuteketea kabisa. Nimejaribu kupata msaada kwenye bima, ila imeshindikana kwa kuwa nilikuwa na bima ya kawaida kubwa comprehensive na sio bima ya majanga ya kisiasa, political risk insurance. Mjasiriamali wadogo pia na wakati walipora na kuibiwa mali zao zenye thamani ya bilioni 1.6. Shahidi moja kutoka Tegeta alieleza haya: mimi ni mfanya biashara wa simu. Siku ya uchaguzi mkuu duka langu lilivamiwa na wafanya vurugu, wakaiba simu zote ndani ya duka. Simu zenyewe ni za mkopo, nina hali mbaya, hata sijui nifanyaje, uwezo wangu haupo tena, hapa nilipo nimejaa msongo wa mawazo. Kuna uwezekano wa tathmini ya mali zilizoharibiwa au kuibiwa kutoka kundi hili kuwa ni kubwa zaidi kutokana na changamoto za utunzaji wa kumbukumbu na taarifa za biashara na wajasiriamali hao. Zipo pia hasara kubwa kwa upande wa sekta ya fedha. Kwa mfano, jumla ya shilingi milioni 621.7 ziliporwa na kuibiwa katika ATM Vyoto Motela ya mabenki makubwa matatu: CRDB, NMB na NBC. Sekta nyingine zilizoathirika kiuchumi ni kushuka kwa masoko ya fedha, mabadiliko ya mzunguko wa fedha, usafiri na usafirishaji na utalii. Kwa mujibu wa taarifa ya Februari 2025 ya kampuni ya kimataifa ya kutathmini kiwango cha nchi kuaminika katika kukopa, yaani Moody's, kiwango cha Tanzania cha kuaminiwa katika kukopa credit rating kimebaki katika kiwango cha B1. Hali hiyo inaifanya Tanzania iendelee kuaminika na wakopaji kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Aidha, wachumi waliokutana na tume walisisitiza kwa iwapo viashiria vya kisiasa, political risks, havitashughulikiwa ipasavyo, kiwango hicho kinaweza kushuka. Kwa mujibu wa Benki Kuu, uamuzi wa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ilikuwa ni uamuzi mzuri na wakati, na kwa kiasi ulikuwa muhimu, chanzo muhimu cha kujenga imani kwa uchumi wa Tanzania.
Madhara mengine ambayo tume ilielekeza kuchambua ni madhara ya kisaikolojia. Tume ibaini kuwapo kwa watu waliopata madhara ya kijamii, kihisia, emotional, kiroho, spiritual, kiakili, mental, kimwili, physical, ambayo wanahitaji kupatiwa huduma za afya ya akili, kisaikolojia na kijamii. Matokeo kama vile vifo, ulemavu wa kudumu, majeraha ya mwili, kupoteza ndugu au kupora au kuharibia mali vilivyotokea kwa baadhi ya watu vimesababisha athari ya kisaikolojia na changamoto za kijamii miongoni mwa wananchi. Athari hizo zimejitokeza kwa namna tofauti, ikiwemo watu kupata msongo wa mawazo, huzuni, hofu, kupoteza imani ya mifumo ya kijamii na kisiasa. Katika mazingira hayo, imebainika kuna mgawanyiko ambao jamii imepoteza mshikamano na kuaminiana. Kundi lingine ambalo liliathirika ni wahanga, wauguzi na wahudumu kwenye vituo vya afya, ambao wengi walifanya kazi masaa 72 mfululizo, na mmoja wao anasema haya kwamba anataka hata kuacha fani hiyo yake ya udaktari. Shahidi mwingine kutoka mkoa wa Shinyanga alisema kuwa baada ya kupigwa risasi ya mguu nilipoteza uwezo wa kutembea, na kama zamani maisha yangu yamebadilika sana. Ukosefu wa baiskeli ya kunisaidia kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, hususan kwenda shuleni, umeninyima uhuru wa kushiriki maisha ya kawaida kama kijana wenzangu. Nimejikuta nikiwa na huzuni na msongo wa mawazo kwa sababu siwezi kufika shuleni, kushiriki na marafiki, wala kuendelea na ndoto zangu. Mara nyingi najihisi sana thamani na nimeachwa peke yangu, hali ambayo imenifanya niishi katika upweke. Wakati wa kusikiliza mashahidi, tume ilibaini uwepo ya watu 107 wenye hitaji la msaada wa kisaikolojia ili ichukue hatua. Iliwaunganisha waathirika hao moja kwa moja na wizara yenye dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii ili waweze kuchunguzwa na kupatiwa msaada wa kisaikolojia. Tunashukuru hilo limefanyika na waathirika wote 710 walifikiwa na walipatiwa huduma za kisaikolojia mikoani na wilayani na ustawi wa jamii, idara ya ustawi wa jamii wa serikali. Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea ya 3 ilikuwa ni kubaini hatua za kubaini, kuzuia na kudhibiti ghasia. Kuhusu kubaini, viashiria vya kutokea kwa ghasia siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 vyenye lengo la kuzuia na kuvuruga uchaguzi vilianza kujitokeza kupitia mitandao ya kijamii takriban miezi 6 kabla ya uchaguzi. Kwa nyakati tofauti, kuanzia mwezi wa Aprili hadi Oktoba 25, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ilikuwa ikiwasilisha taarifa zinaonyesha viashiria vya ghasia kwa mamlaka na vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi nyingine ili zichukue hatua. Tarehe 17 Oktoba 2025, TCRA ilibaini bango mtandaoni lililokuwa na maudhui yanayohamasisha ghasia na kuzuia uchaguzi mkuu. Bango hili lilionyesha malengo ya maandamano yaliyoandaliwa kuwa ni ya kitaifa, kuwa ni ya kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba. Katika taarifa